Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi hata klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli, ukiweza kushuhudia sajili bado zinazoendelea kuweza kushuka kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans katika mwendelezo wa kutafuta wachezaji wazuri ambao watakaoweza kuongeza nguvu katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Huu unaendelea kuwa ni mwendelezo mzuri kabisa wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans katika kuhakikisha kwamba wanapata yale ambayo wanayohitaji katika kikosi chao. Sasa mimi nimekusogezea taarifa kubwa, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali ni klabu ya soka ya Young Africans. Ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inayoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, wameweza kushuhudia mambo ambavyo yanavyozidi kwenda na namna ambavyo wanazidi kuhakikisha kwamba kazi nzuri ambayo wanaipata kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika shughuli ambayo wanaendelea kuifanya kwenye kikosi chao. Sasa mimi nimekusogezea taarifa juu ya usajili huu mpya ambao unafanyika kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa, ametokea wapi, amesaini mkataba miaka mingapi, anakuja kuchukua nafasi ya nani. Hayo yote na mengine mengi najua unatamani kuweza kuyasikia na kuweza kuyajua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans katika kazi kubwa ambayo wanaendelea kuweza kuifanya kwenye kikosi chao. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kujuzana kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine, unazungumzia hii ni Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans inazidi kujikita kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji wazuri wenye hadhi ya kuja kuweza kufanya mabadiliko makubwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao unakwenda kushuhudia mambo ambavyo yanazidi kwenda. Kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine, unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo katika taarifa kubwa inaelezwa kwamba Yanga yafunguka ofa ya Wydad na Farbati juu ya kuweza kumchukua mchezaji wao, ambapo uongozi wa klabu ya Young Africans umetoa ufafanuzi rasmi kuhusu hatima ya kiungo wao mshambuliaji raia wa Uganda Alan Okello, kufuatia kuwepo kwa taarifa za klabu kubwa za nchini Morocco kutaka huduma yake. Yanga imethibitisha kupokea ofa kutoka kwa miamba ya soka nchini Morocco, Wydad Athletic Club na Farbati, lakini ikisisitiza kuwa hadi sasa haijatoa majibu ya mwisho kuhusiana na klabu hizo. Akizungumza kuhusu sakata hilo, msemaji wa Yanga Ali Kamwe ameeleza kuwa klabu haitafanya uamuzi wa kukurupuka, bali itazingatia maslahi mapana ya timu pamoja na mchezaji mwenyewe kabla ya kuruhusu dili hilo kukamilika. Kuna ofa rasmi kutoka Farbati na Wydad Athletic Club, lakini hatujamjibu mtu yoyote hadi sasa. Tunachofanya ni kufanya tathmini ili kuangalia manufaa ya mchezaji na klabu kwa ujumla. Kamwe aliongeza kuwa Yanga ipo katika
hapa nazungumzia ipo katika hatua ya kufanya mabiashara endapo tu klabu hizo zitawasilisha ofa itakayokizi viwango vyao vya kifedha na kimkataba. Kama ofa ni nzuri na inashawishi, tutafanya biashara. Ni lazima klabu inayomtaka iweke mzigo wa kutosha mezani ili kuishawishi Yanga pamoja na mchezaji. Inaelezwa kuwa mabosi wa wananchi waliamua kuweka kando mazungumzo haya kwa muda ili kuipa timu utulivu kuelekea mchezo wao wa ngao ya jamii dhidi ya watani wao wa jadi ambao ni Simba. Kwa sasa uamuzi wa mwisho kwa mikononi mwa uongozi wa Yanga ambao unaendelea kupitia vipengele vya ofa hizo mbili kabla ya kutoa tamko la mwisho kuhusu wapi Okello anatakiwa kwenda kucheza kwenye kikosi hiko. Lakini katika hatua nyingine inaelezwa kwamba wakati masaa yakizidi kuyoyoma kuelekea kufungwa kwa dirisha la usajili, mashabiki wa Yanga wameendelea kukaa kwenye viti vya moto kufuata tetesi zinazozidi kushika kasi kuhusu kurejea kwa kiungo mshambuliaji nyota Stefano Aziz Ki. Hata hivyo, uongozi wa mabingwa hao wa soka Tanzania bara umeamua kubaki kimya, huku msemaji wa klabu hiyo Ally Kamwe akibainisha kuwa suala hilo alipo mikononi mwa rais wa klabu ambao ni RC, ambapo akizungumza uvumi huu Ally Kamwe amekiri kusikia taarifa hizo, lakini akisisitiza kuwa bado hajapewa taarifa rasmi kuhusu kukamilika kwa dili la Aziz Ki. Hata hivyo, Kamwe alidokeza kuwa RC Said alifanya mazungumzo ya kina na kocha mkuu mara baada ya mchezo wa dabi na kubaini kuwa kuna maeneo yanahitaji marekebisho ya haraka. Kuhusu Aziz Ki nimesikia, lakini kile kinachoelezwa kwamba kauli ya Kamwe inakuja wakati taarifa za ndani zikidai kuwa Aziz Ki tayari amepewa ruhusa na klabu yake ya Al Ittihad ya Libya kuendelea mazungumzo binafsi na Yanga. Kwa mujibu wa chanzo cha kuaminika, Yanga imeweka mezani ofa nono ya dola 450 zaidi ya shilingi bilioni 1.2 za Tanzania ili kunasa saini ya kiungo huyo aliyekuwa nguzo kuu ya mafanikio ya timu hiyo msimu uliopita. Inaarifiwa kuwa mchezaji huyo tayari amepewa taa ya kijani kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba tayari huko mambo yanaonekana kuafikiwa vizuri kabisa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba dili la Okello linaonekana kuiva na Yanga wameweka sokoni baada ya Aziz Ki kuweza kuonyesha kurejea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba uwepo wa usajili ndani ya klabu ya Yanga umeendelea kuchanganya baada ya mabingwa wa soka Bongo kufikia maamuzi ya kumweka sokoni kiungo mshambuliaji Alan Okello. Hatua hii imekuja mara baada ya miamba hiyo kufanikiwa kumrejesha kikosini mchezaji wao nyota Stefano Aziz Ki kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Lakini vipi kuhusiana na Farouk Komara? Wakati Okello akielekea mlango wa kutokea, hali ni tofauti kwa beki wa kati raia wa Ivory Coast Farouk Komara. Uongozi wa Yanga umethibitisha kuwa Komara ataendelea kusalia kikosini na ni sehemu ya muhimu ya mipango ya timu kuelekea msimu mpya wa mashindano ya ndani na kimataifa. Kuondoka kwa Okello hakutaathiri nguvu ya safu ya ushambuliaji ya Yanga, bali kunatajwa kama mkakati wa benchi la ufundi kupanga kuongeza kikosi chenye uwiano mzuri baada ya Aziz Ki kuthibitisha kurejea. Tangu ajiunge na Yanga, Alan Okello amekuwa akionyesha kiwango cha juu katika kutengeneza nafasi za mabao, kumiliki mipira pamoja na kufunga. Uwezo huo ndio uliovutia klabu kubwa barani Afrika, huku Farabati ikionekana kuwa nafasi kubwa zaidi kukamilisha usajili wake katika siku hizi zinazoonekana kwa Young Africans kuwa siku nzuri zaidi. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana